Leo hapa kwenye Duka Huru Studio nimebahatika katika darasa la leo kukutana na Aunty Nyonyo Mahereni. Huye anauza hatineta, fascineta na ni mfanyabiashara ambaye si kijana, si mtoto wala si mkongwe. Yuko kati na kati. Leo nitaulizana naye baadhi ya masuala machache tu kwa faida ya mabinti au wanawake ambao wapo wanataka kuingia kwenye biashara au ujasiriamali. Kwa hiyo nadhani utajitambulisha, lakini vile vile utakwenda moja kwa moja ili uweze. Mara nyingi sana wanawake wanakuwa wanakabiliana na changamoto nyingi hasa kwenye biashara, na kuna wengine ambao wanakuwa wanadhania kwamba mitaji mingi ambao wanakuwa wamepata wanawake wanakuwa wamegaiwa. Kwa hiyo naomba tu katika hii kipengele hiki hapa uweze kukitolea ufafanuzi baada ya kujitambulisha. Asante. Kama ulivyosema, jina langu kwanza la kiserikali naitwa Hanifa Mati, lakini jina langu la kibiashara naitwa Aunty Nyonyo Mahereni. Kwa nini Nyonyo Mahereni? Nyonyo Mahereni, mimi kwanza napenda sana urembo. Alafu nilikuwa napenda sana hereni. Yaani mimi ninyime urembo aina yote, lakini usininyime hereni. Yaani hereni nilikuwa napenda sana. Sasa nikatafuta jina gani ambalo litakuwa unique katika biashara. Nikaona Hanifa, kuna Hanifa karibu 2,000,000 mjini hapa. Nikasema sasa hapa kuna usemi kipindi hiko ndo unaingia, upo Nyonyo. Nikasema hapa ndo nitapita nacho. Kwa hiyo nikaona bora nijiite Nyonyo Mahereni. Na kipindi hiko nilianza kuuza hereni. Mimi kama nilivyosema napenda kupendeza, napenda kuvaa. Umenielewa Mr. Kombo? Sana. Napenda yaani anayenijua atajua Hanifa anapenda kuvaa ama Aunty Nyonyo muonekano. Na ilikuwa nikivaa, hata nilikuwa nikienda tu labda kwenye shughuli ama nikienda tu chuo, the way navaa, let's say nimevaa bangles, nimevaa hereni, nimejitupia cheni, mtu anapenda hivyo jamani, vitu vyako vizuri mpata wapi? Nikaona hapa nauza. Kwa hiyo nampa, naenda kununua vingine. Kwa hiyo hapo mimi ndo nilipoanza biashara. Kwa hiyo nilianza kwa mimi mwenyewe kupendeza. Mtu akiniona anapenda, kama nina hela naenda kumchukulia, kama sina namvulia vile vile nilivyokuwa navyo. Then ile hela nitaenda kuchukua kitu kingine. Kwa hiyo nikaanza kidogo kidogo hivyo, nikawa nikienda chuoni nina kamfuko kangu ka madaftari, upande huu nina mfuko wangu wa hereni, pete, yani vitu vidogo vidogo nawauzia watu saluni, kwenye mashughuli. Kwa hiyo kidogo kidogo, changamoto zipo nyingi, kidogo kidogo kila kitu kinachokuwa lazima kitakopo kina mambo mengi hapo katikati. Kwa hiyo mimi nilianza kidogo kidogo, nilianza kuuza mkononi kabla sijafika kwenye kuuza fascinator na hatnetas. Nadhani hapo umeelewa. Mpaka hapo nimekuelewa. Lakini kuna hii dhana ambayo watu wengi wanakuwa wanayo kwamba mitaji mingi ambayo wanayo wanawake wanakuwa wamegaiwa. Kwa hiyo hili umeanza kidogo kidogo wewe. Ndiyo. Kwa hiyo hili unawaelimishaje baadhi ya watu ambao wanakuwa wanauelewa au dhana potofu katika hilo, especially upande wenu nyinyi wanawake? Sawa, kuna kupewa, unajua maisha yanayotofautiana. Ukipewa is okay, hamna anayekataa kupewa, lakini kama hujapewa jiongeze kidogo kidogo. Yaani kama nilivyosema, unaweza ukawa umealikwa shughulini, wewe mwenyewe unataka ukanunue vitu vyako binafsi ambavyo utavaa. Nunua kitu kizuri. Unajua utakapopendeza kuna mtu mwingine lazima atakuuliza, hicho kitu chako umenunua wapi? Mwambie nauza. Sometimes usitoe password moja kwa moja kwamba nimenunua sehemu fulani. Mwambie ninavyo nauza, ukitaka njoo nione. Kwa hiyo hapo ndo itakuwa mwanzo wako wa wewe ambaye huna mtu wa kukupa, ndo mwanzo wa wewe kuanza kufanya biashara. Wanasema safari moja huanzisha nyingine. Wewe umevaa kakuona mtu mwingine, umevaa kitu kizuri, mpata wapi? Anauza Aunty Nyonyo ama anauza yule mwingine hivyo. Kwa hiyo cheni itakuwa inatembea, mwisho wa siku utajikuta una capital iliyotokea, yani taratibu. Kwa hiyo utaanza biashara kwa kutumia akili tu. Asante sana. Nadhani hapa kwa wale ambao wamekuwa wanaendelea kutuangalia, wakisikiliza hapo watakuwa wamepata funzo kubwa sana. Ambapo hilo ndilo eneo langu ambalo mimi nakuwa nafundisha. Vijana wengi wanakuwa wana changamoto ya mitaji.
Kwa hiyo kumbe unaweza ukafanya winga tu. Ndiyo. Kwa kitu ambacho umekinunua umekivaa wewe mwenyewe. Yes. Kwa mtu kukuuliza ukaweza kumwambia kwamba wewe mwenyewe ni muuzaji. Yes, na hapo alimradi umeshajua tu kwamba ni kitu kinapatikana kwa Aunty Nyonyo Mahereni. Ukaenda ukanunua kwa Aunty Nyonyo Mahereni au ukamuulizia kile ambacho umekuwa unacho. Ndiyo. Na unajua umenunua bei gani. Unaweka faida yako, unarudi unakwenda kununua chengine. Ndiyo, naona ulikuwa unataka kujiazia. Yangu umenisaidia kwamba nilikopo nimelikosa neno la kuliweka kwamba nilianzaje. Nilianza na uwinga kama ulivyosema. Nilivaa, mtu akapenda, nikarudi tena. Kuna kipindi mimi nilikuwa mpaka napewa. Sitoi hela. Nikifika pale kwa sababu nishakuwa mteja wake ile sasa wa nguo. Ama wa cheni. Nikimwambia bwana kuna watu wamependa hivi ananipa 3 4. Naenda nauza nampelekea hela yake. Kwa hiyo mimi ndo nilianzia huko pia. Ambapo hapo kwa kumuongezea yule ambaye ni msikilizaji au mtazamaji anayetutazama ni kwamba aliaminiwa. Aunty Nyonyo Mahereni aliaminiwa. Alipokuwa anarudi kule dukani, vyengine alikuwa anapewa, ni kwa maana ya kwamba alikuwa na uwezo wa kurudi tena pale dukani akapewa chengine. Hii ni fursa nyingine ambayo vijana wanatakiwa waichukue. Unaweza ukajiongezea uaminifu, na kwa kukosa mtaji ukaweza kupata mtaji kadiri ambavyo unakuwa unapata wateja wa kwenda kuwapelekea, au umepata oda unakwenda dukani unakwenda unachukua. Hii ni njia nyingine ya kupata mtaji. Kwa hiyo sio kila wakati lazima yani kwamba uanze pakubwa. Vile vile ni fundisho hilo ambalo linapatikana kwamba uanze kidogo. Watu wengi ambao wanakuwa wanaangalia, akiangalia pengine biashara sasa hivi, mtu anaona ana duka kubwa, anafikiria kwamba labda alikuwa ameanza kwa ukubwa, naye anakuwa anadhana kwamba na mimi nianze pakubwa. Anafikiria mtaji mkubwa wa mamilioni, kumbe anaweza akaanza kidogo. Hilo nalo anatakiwa walichukue. Uko sahihi kabisa. Sasa Mr. Kombo, mimi ushanifahamu kwa uchache, na mimi ningependa kukufahamu kwa uchache. Wewe ni nani? Unafanya nini? Asante sana. Mimi na wewe kuna swali lako vile vile nitakurudishia. Sawa. Kwa sababu unapenda muonekano mzuri sana. Wewe mwenyewe ni mama muonekano. Na sana. Unapenda kupendeza sana. Sawa Ndio. Hapa ni wengi ambao wanakuwa wanapenda kupendeza, lakini wengine wanakuwa wanaachia tena baadaye wakishafikia katika umri fulani. Sawa Kwa hiyo hilo nitapenda utakuja kulizungumza. Mimi naitwa Mr. Kombo, lakini hilo ndio jina la serikali. Lakini kwenye jina la mitandao napatikana kama Mr. Menyu. Na niko katika projekti ya Lishe Faida. Lishe Faida. Hii projekti ya Lishe Faida, baada ya kufanya utafiti wangu mimi mwenyewe binafsi, nimegundua kwamba wafanyabiashara wengi wanakuwa wanakosa yani uvumilivu. Na wanapokuwa wanakosa uvumilivu, biashara nyingi zinakufa ndani ya muda mfupi, miaka 2 3, na utakutia fremu nyingi. Ulikuwa umekuta hadi pana duka la dawa, ndani ya mwaka mmoja wanaweza pakaingia wafanyabiashara 3 mpaka 4 ndani ya mwaka mmoja. Lakini vile vile unakuta kuna mahusiano mengi yanakuwa yanavunjika. Hata ukichukulia tu utafiti wa ndoa nyingi zinakuwa zinafungwa, zinakuwa zinaharibika ndani ya muda mfupi. Lakini vile vile malezi na tabia za watoto. Sasa hivi vitu vyote hivi vinakuwa vimekosa lishe. Lishe hii sio ile inayopatikana kupitia shambani, ikaja jikoni ikapita ikaja juu ya meza. Hizi ni zile lishe ambazo zinakuwa zinapatikana busara za wale ambao wameshapitia katika changamoto kama hizo, baadaye ukaelezana nao, au maarifa ambayo yanapatikana kwenye vitabu zikaliwa kupitia kwenye macho, masikio, alafu yake zikaenda zikalisha ubongo. Ndizo hizo lishe faida zenyewe. Lakini zaidi nimejikita katika kuelimisha eneo la fedha. Kwa hiyo hayo mengine, kwa sababu mimi ni mwenga, nimestaafu mwaka 2009 unavyoniona hivi leo, na uzoefu katika masuala ya ndoa miaka 29. Yani ngoja, unaposema upo kwenye una uzoefu katika elimu ya ndoa, unamaanisha unafundisha watu ndoa ama upo kwenye ndoa kwa muda wa miaka? Nipo kwenye ndoa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ya kuwepo ndani ya ndoa muda mrefu na
kuna changamoto za kupanda na kushuka, mahusiano na ndoa. Kwa hiyo ndoa ukikuta imevunjika, imekosa lishe. Sawa. Ukimkuta mtu kapigwa kibuti, kuna kitu kinaitwa kichaa cha mahusiano au kichaa cha ndoa. Ushai kukuta yani mwanamke anampiga mtoto tu, naona hana kosa, au anajibu tu majibu mengine, anakuwa na kichaa cha ndoa. Kwa yule ameachwa na yeye au mume wake pengine kapata. Kwa hiyo sasa haya yote ambayo nina uzoefu nayo ndizo hizo lishe, faida zenyewe zile zinazopatikana ndio faida. Kwa hiyo naelimisha, ni life coach mimi, lakini ni mwandishi. Naendelea kuandika vitabu vyangu, kuna lishe faida ambazo ziko njiani kutoka. Kwa hiyo pamoja na kuelimisha kwa uzoefu huu ambao nimekuwa ninao, lakini nimepata kufanya ujasiriamali. Mimi nimepitia kwenye ajira serikalini, kwenye mashirika binafsi, lakini kujiajiri, ujasiriamali mdogo mdogo, mpaka nimekuwa na mimi ni mfanyabiashara. Kwa hiyo mimi ni mfanyabiashara, ni mkurugenzi mkuu wa Oasis Group ambayo inamiliki shule za Oasis, inamiliki hospitali ya Oasis, inamiliki Oasis Technology, natengeneza mifumo. Kwa hiyo uzoefu huu ambao ninao ndio nataka niwasaidie wale ambao wanataka kupata maelekezo kupitia kwangu mimi, kupitia kwenye channel kama hizo za lishe faida. Tunaendelea kufundisha. Kwa hiyo zaidi, lakini nazungumza katika eneo la fedha. Ndio maana katika mazungumzo yako unayozungumza, mimi najikita katika kwenda kunyofoa yale ambayo, kama hapo nimekwambia, kuhusiana na mitaji, kuhusiana na uaminifu, kuhusiana na uvumilivu. Mpaka umefika hapo, umekuwa na uvumilivu. Vibaya mno. Umevumilia mengi. Ndio maana mpaka uko hapo. Kwa hiyo mara nyingi sana watu wengi wanakuwa wanatamani mtu wanapokuwa wanamuona yuko pale juu, lakini hawajui haso ambazo amepita kule nyuma. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunakuwa tunafundisha. Anayetaka kushikwa mkono, na sisi kama hivi tuko hapa Duka Huru, tumekuja kujiongezea maarifa, kwa sababu sasa hivi ni ulimwengu wa maarifa na taarifa. Kwa mfano kama kile ambacho umekizungumza cha kupata taarifa kwamba yani urembo huu unapatikana wapi, tayari kumbe hiyo hapo ni fursa ya binti kuweza kuenda kufanya fursa, kujiongeza, akaenda akafanya biashara, akapata kipato, baada ya kusubiri kwamba mpigie mwanaume huyu boyfriend wake. Naona inakuwa inachosha, haipendezi. Kwa hiyo mimi kwa uchache, lakini ni baba na watoto sawa. Kwa hiyo kama ulivyotaka kunifahamu na mtazamaji naye anifahamu, jina langu la mtandaoni ni hilo, na jina langu la serikali ndilo hilo, lakini ni mhenga na umri wa miaka 54. Umeniacha mbali. Nimekuacha mbali. Kwa hiyo umesema unaandika vitabu, si ndio? Yes. So far ushaandika vitabu vingapi? Na majina ya hivyo vitabu kimoja tu nitajie. Nina lishe faida volume 1, ambapo hii lishe faida volume 1 ni mimi nazungumzia, ni life coach. Kwa hiyo katika life coach ni mshauri wa maisha. Kwa hiyo kijana anayetaka kuanza maisha anahitaji miongozo. Kwa hiyo kwenye hii life coach nazungumzia katika masuala ya mahusiano na ndoa. Kwa hiyo kuna lishe faida katika mahusiano na ndoa, hiyo ni kitabu chingine. Kuna lishe faida katika masuala ya uchumi, kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya shughuli hazipungui kama 16. Sawa. Kwa hiyo kupitia katika zile changamoto ambazo nimepita, kuna mambo ambayo nimejifunza, kwa hiyo nimeandika. Kwa hiyo na lishe faida katika uchumi na biashara, lakini na lishe faida katika masuala ya malezi. Watu wengi sana sasa hivi wamekuwa wako busy, wanashughulika na masuala ya kazi zaidi. Sasa hivi baba na mama wote yani wanakuwa wametoka kwenda kuhangaika. Sasa matokeo yake watoto wanakuwa wanakosa malezi. Kwa hiyo na package nzuri tu ya malezi ambayo ndio wanaendelea kuiandika, pamoja na kufanya semina vile vile na kufanya madarasa mbalimbali. Kwa hiyo ni zile lishe faida katika uchumi, lishe faida katika mahusiano na ndoa, lishe faida katika malezi, na lishe faida katika masuala ya fedha, kupitia katika biashara, ujasiriamali niliofanya. Kwa hiyo ndio nimekuwa naendelea kuyaandika. Uko vizuri Mr. Kombo. Asante. Uko vizuri sana. Unajua wanakwambia hivi mjini hapa, yani ukitaka kujua vitu vingi
jichanganye na watu. Exactly. Jichanganye na watu kwa sababu wewe unaweza ukawa unakijua hiki kumbe mwenzio anakijua kingine tofauti. Sasa hapa mimi nina swali la kizushi. Mimi hapa Aunty Nyonyo nimesema nauza fascinator na heartinators. Kabla ya kukutana na mimi Aunty Nyonyo, ushawahi kusikia hayo maneno ama hivyo vitu ulikuwa unavijua hivyo vitu, yani fascinator, heartinators? Hivi vitu nimekuwa naviona mara nyingi sana. Malkia wa Uingereza amekuwa anavaa hivi vitu. Kwa hiyo mimi nimekuwa naona tu kule, lakini kwa kuona kule ilikuwa sijui, na naona ukipita katika baadhi ya maduka. Hata mimi nilishamnunulia mtoto wangu, nadhani nilikuwa nimekwenda South Africa. Kwa binti yangu nilimnunulia. Ulimnunulia? Nilimnunulia ile kofia ile ambayo ina hayo mambo hayo. Nilimnunulia tu, lakini nilipokuwa mimi nilinunua tu. Sasa hapa nilikuwa hata sijui kwamba hapa Dar es Salaam pengine vinapatikana wapi, lakini ndio nilipofika hapa, ndio nilipokutana na wewe, ndio nikaweza kujua kwamba hivi vitu vipo na kumbe specialize ndio tahasusi yako. Na wala nilikuwa sijui kwamba zina utofauti. Mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo katika yale maongezi yetu tuliongea awali, nilikupa utofauti wa fascinator na heartinators. Kwa hiyo wewe ulivyosafiri huko, ulichomnunulia binti yako ilikuwa fascinator ama heartinator? Ilikuwa ni heartinator. Ilikuwa heartinator. Kwa sababu gani ilikuwa heartinator? Ilikupa utofauti. Ndio, kwa sababu umenipa utofauti. Kama unakumbuka ulinipa utofauti. Kwamba kuna ile ambayo inakuwa ni kama mfano wa kofia ambayo ni heartinator. Na kuna ile ambayo ndio mnunulia mimi binti yangu, na kuna ile ambayo inakuwa inakaa pale juu kama ina manyoya. Kwa hiyo so far unaujua utofauti wa fascinator na heartinator? Nimejua utofauti na nimekuuliza kabla hatujaingia katika kipindi, nimekuuliza kwamba yule ambaye anakuwa anavaa hijabu. Najua sisi wanawake wetu wanakuwa wanavaa hijabu. Kwa hiyo sasa hizi zinavaliwa juu ya hijabu. Sasa basi, kwa sababu tuko nje ya muda, ni kujibu hili swali haraka haraka. Ndio. Kwanza, hata mwanamke anayejistiri anatakiwa kupendeza. Hata mwanamke anayevaa hijabu anatakiwa kupendeza. Unaweza ukavaa hijabu yako, ningekuwa kuna hijabu ningeweza kujifunga, na ningekuwa nimekumbuka kuja na kofia ningevaa. Unavaa hijabu yako, then unavaa na ile either fascinator unaivaa, heartinator unaivaa juu, ama fascinator unaivaa pia kwa juu. Kwa sababu kama nilivyosema, heartinator ni style ya kuvaa hivi, unaidumbukiza afu inakuwa pana. Kwa hiyo haizuii kitu kwenye hijabu. Na fascinator mara nyingi nimesema inakuwa ina pini chini, then ama unaweza ukakuta ina headband. Kwa hiyo unaweza ukajifunga hijabu yako ama kitambaa chako kinaitwa udemba, then fascinator yako kwa sababu iko na headband unaiweka juu. Kwa hiyo basi, wewe unayejistiri, yoyote unayejistiri, usione hivi vitu anaweza kuvaa mtu sijui mambo ya kidunia. Hapana, unaweza ukajistiri still ukaonekana mrembo na ukapendeza na ukaenda na fashion. Asante sana kwa sababu tuko nyuma ya muda. Nilitaka uelezee kidogo. Kuna wale ambao unakutia umri umekwenda, anakuwa haoni umuhimu wa kujiremba. Sawa ili unamwelezaje yule ambaye anakuwa pengine hapendi muonekano, hapendi kujiremba? Kwanza wenyewe wanakuambiaga urembo unaanzaga utoto. Mtu anayejipenda utamwona toka mtoto. Kama wewe mtoto wako wa kike utajua tu huyu hapa namuona hayuko hivi, huyu hapa anajipenda. Kwa hiyo mimi nataka kusema jamani, urembo hauna umri. Urembo hauna umri. Wewe jipende full time. Na pia wanakuambia utakapoonekana mrembo hata mtu atashindwa guess umri wako. Kwa hiyo jamani wanawake tujipende. Yaani ukijipenda hakuna chochote kitakachokupotea utakapojipenda. Paka lipstick yako, paka wanja wako, ukialikwa vaa fascinator ya Aunty Nyonyo, ukialikwa vaa heartinator ya Aunty Nyonyo. Kwa hiyo tuwe warembo, wakina mama, wakina dada. Ni hayo tu. Asante sana. Nadhani kwa kumalizia ili nyinyi wanawake ndio maana mnakuwa mnaishi maisha marefu na sisi wanaume tunakuwa tunatangulia kufa kwa sababu nyinyi mnapenda sana yani kupendeza. Kwa hiyo mnakuwa mnajitoa zile stress. Kwa hiyo na mimi ni washauri tu wanaume wenzangu na sisi tusivae ovyo ovyo. Na sisi saa zote yani tuonekane smart. Hata kama umri ukiwa umekwenda basi yani na sisi tuvae vizuri. Hii itapelekea yani kuturudisha katika hali za furaha. Lakini kwa kumalizia,
Anti Nyonyo Mahereni, Yes. nadhani uweze kuambia watazamaji wanakupataje, kama unaweza ukawaelekeza wanakupataje, kama kwenye akaunti za mitandao ya kijamii, lakini vile vile ofisi au jinsi gani ambavyo mwingine anakuangalia hapa yuko Mwanza, mwingine atakuangalia yuko Zanzibar, mwingine yuko Kigoma. Kwa hiyo wanaweza wakakufikiaje? Kama ulivyoniuliza, mimi napatikana Instagram, TikTok, Facebook kwa majina ya Nyonyo Mahereni. Yaani Instagram Nyonyo Mahereni, Facebook Nyonyo Mahereni, TikTok Nyonyo Mahereni. Lakini pia niko YouTube, unaweza ukaandika Anti Nyonyo Mahereni. Na ofisi yangu inapatikana Dar es Salaam, Mwinjuma Road. Mwinjuma Road, ukiandika hata Google hapo itakuonyesha Mwinjuma Road. Karibu na ilipokuwa Mango Garden. Mwinjuma Road, njia ya kwenda Mwananyamala, karibu na ilipokuwa Mango Garden. Lakini pia tunapatikana kwenye Bolt, kwenye Uber. Ukiandika tu Nyonyo Mahereni unafika mpaka ofisini kwetu. Karibuni sana. Asante sana. Na hapa ni Duka Huru Studio ambazo ziko hapa Mikocheni, lakini vile vile hii studio hapa sisi ni sehemu ya wanafunzi wa Duka Huru brand Let Us All Win. Ni kwamba hapa tunapata maelekezo na mafunzo mbalimbali ya kubrandi biashara zetu.